Kufuatia vita inayoendelea baina ya Iran na Marekani, wengi wamekuwa wakihoji nani anaweza kuibuka kuwa mshindi katika vita hivi. Ama hakika Iran anaweza kuibuka kuwa mshindi, kwani Marekani tayari ameshaomba misaada kwenye mataifa kama Ukraine, China na baadhi ya mataifa mengine, hasa yale ambayo yanamsapoti Iran. Mara ya kwanza Marekani aliweka kikwazo kwenye mataifa kama Russia kwamba hakuna kuuza mafuta nje ya nchi yake, na kilichotokea ni kwamba mataifa mengi sana yakawa kwenye ukata wa mafuta. Kufuatia vikwazo hivyo, Iran naye, kwa sababu ni msambazaji wa mafuta kwa wingi sana duniani, naye akaweka vikwazo katika mfereji wa Strait of Hormuz, ambao huu mfereji duniani unatumika kusafirisha mafuta kwa zaidi ya 20%. Sasa kufuatia tukio hilo, kwa sababu Russia ni mshirika wa Iran naye akaacha kusambaza mafuta kwenda kwenye mataifa ambayo ni mshirika na Marekani, ambaye kwa sasa wako kwenye mzozo mkubwa sana. Iran akaamua moja tu, kupeleka mafuta zaidi kwenye mataifa ambayo ni mshirika wake na si tena kwenye mataifa ambayo ni mshirika na Marekani, kupitia mfereji ambao unaitwa Strait of Hormuz, ambao ni njia nyembamba lakini muhimu sana ya maji inayounganisha ghuba ya Uajemi ambayo inaitwa Persian Gulf na ghuba ya Oman pamoja na bahari ya Arabia. Hii ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo takriban 20% ya mafuta ya dunia yote yanapita hapo. Licha ya mvutano huu ambao unaendelea mpaka sasa, Iran bado inaendelea kusafirisha mamilioni ya mapipa ya mafuta ghafi kupitia katika njia hiyo, na mafuta hayo huuzwa hasa nchi za Asia kama China, India na baadhi ya mataifa mengine. Kwa kifupi, Strait of Hormuz ambayo ni njia muhimu sana ya kibiashara ya mafuta duniani kote, chochote ambacho kitatokea katika eneo hilo kinaweza kufanya bei ya mafuta kupanda duniani kote. Si tu mataifa ya Uarabuni, hata kwetu Tanzania mafuta yanaweza kupanda bei, na hiki ndicho ambacho kinaweza kuwa kichocheo kikubwa sana cha Marekani kushindwa vita hii ambayo inaendelea hivi sasa. Lakini sio hicho tu. Kile ambacho kinaonekana kuwa Marekani ameshindwa kabisa vita hii ni hizi propaganda ambazo anazifanya sasa hivi Donald Trump. Na wengi wanasema kwamba Marekani tayari ameshashindwa vita hii kwa sababu ya propaganda ambazo anazifanya hivi sasa. Leo hii Donald Trump ripoti ambayo imeshangaza dunia. Ameandika hivi: nina furaha kuripoti kwamba Marekani pamoja na nchi ya Iran kwa siku 2 zilizopita zimekuwa na mazungumzo mazuri sana na yenye tija kuhusu kufikia suluhisho kamili na la kudumu la uhasama wetu katika Mashariki ya Kati. Kutokana na mwelekeo na hali ya mazungumzo haya ya kina zaidi na ya kujenga ambayo yataendelea wiki nzima, nimeagiza idara ya vita kuahirisha mashambulizi yote ya kijeshi dhidi ya mitambo ya umeme na miundombinu ya nishati ya Iran kwa kipindi cha siku 5 mfululizo, kulingana na mafanikio ya mazungumzo yanayoendelea. Asante kwa kunisikiliza katika jambo hili. Sasa kufuatia ripoti hiyo, shirika la habari la Fars News Agency limetoa taarifa pana likisisitiza kuwa hakuna kabisa mawasiliano ya moja kwa moja wala ya siri kati ya Iran na Marekani, likipinga wazi kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa kulikuwa na mazungumzo yenye tija kati ya Washington na Teheran. Kwa mujibu wa chanzo kilichochukuliwa na Fars, madai hayo ya Trump yanaelezwa kuwa ni ya kisiasa zaidi, lakini hayana uhalali, yakilenga kuonesha taswira ya juhudi za kupunguza mvutano wakati hakuna mazungumzo rasmi yanayoendelea. Sasa taarifa hiyo imekuja katika wakati ambao uhusiano kati ya Marekani na Iran unaendelea kuwa mbaya zaidi, ukiwa umechochewa na vitisho vya kijeshi, mashambulizi ya anga na mvutano kuhusu miundombinu muhimu kama vile vituo vya kuuza umeme na njia za usafirishaji wa nishati. Kwa upande wa Iran hadi sasa imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa haitokubali mazungumzo yoyote chini ya shinikizo au vitisho vya kijeshi, huku viongozi wa Iran wakieleza hatua zozote za Marekani zinapaswa kwanza kuonyesha nia ya dhati ya kupunguza mvutano. Lakini ukizingatia kipengele muhimu kingine ambacho Fars imekiripoti, imesema kwamba Rais Donald Trump alionekana kulegeza msimamo wake kuhusu mpango wa kulenga vituo vya umeme vya Iran baada ya Teheran kutoa onyo kali la kujibu endapo Donald Trump atashambulia vituo hivi vya umeme.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Iran ilitangaza kuwa iwapo miundombinu yake ya umeme ingeshambuliwa, basi ingeanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya umeme katika nchi mbalimbali za Asia Magharibi, hatua ambayo ingeweza kusababisha athari kubwa kwa uchumi, usalama na hata nishati na maisha ya raia katika maeneo hayo. Lakini kwa upande mwingine, Rais Donald Trump ametangaza kusitisha kwa muda wa mashambulizi ya kijeshi yaliyokuwa yakilenga miundombinu ya umeme pamoja na nishati nchini Iran kwa kipindi cha siku 5, katika kile kinachoonekana kama juhudi za dharura za kupunguza mvutano mkali unaozidi kuongezeka kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa katika siasa za kimataifa. Ukifuatilia kwa ukaribu, utaona kwamba Donald Trump haya yote anayoyafanya ni propaganda tu za kisiasa, kwani mpaka sasa ameshaharibu kwa kiasi kikubwa. Pengine anazidi kuishiwa pawa, kwani Iran hataki kabisa kurudi nyuma, hata kama wananchi wake wanapewa propaganda za kwamba waandamane na walete vurugu. Lakini hivi karibuni taarifa ziliibuka kwenye mitandao mbalimbali zikisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pengine yamemkuta maswaibu makubwa. Wengine walisema pengine ameshafariki tayari, lakini hivi karibuni amejitokeza hadharani na kusema kwamba yuko hai na bado anadunda dunda katika viunga vya Israel. Sasa ukiyachunguza haya yote yanayoendelea, ama hakika Iran inaendelea kuonekana bado ni strong sana, kwa sababu bado imeweka misimamo yake katika taifa lake kwamba haturudi nyuma, tutasonga mbele na taifa letu, na hakuna mwananchi anayetaka kuandamana katika taifa la Iran. Kama wapo, basi ni wachache sana. Lakini pia Iran imeendelea kuimarisha ulinzi katika pass au katika mfereji ambao unaitwa Strait of Hormuz, ambao ndio njia muhimu sana ya usambazaji wa mafuta duniani kote. Sasa Marekani anaonekana kuritaya kwa sababu ya kushindwa, na anaona kabisa kwamba tunakoelekea sitaendelea tena kupata mafuta kupitia katika njia hiyo ya Strait of Hormuz. Ndio maana mpaka sasa ameanza kuritaya, ameanza kurudisha majeshi nyuma. Sio kwamba kuna mazungumzo, si kweli. Na wachambuzi wengi wanasema hii yote pia ilikuwa ni propaganda ya kumshusha Iran ili Marekani aendelee tu kunyonya mafuta katika taifa hilo la Iran na katika mataifa yote ya magharibi pale. Kwa leo mimi sina la ziada, lakini natamani sana nijue unataka kusikia nini hasa kufuatia mizozo kama hii ya Iran na Marekani. Pengine unataka kufahamu nini hasa, pengine nini hasa kinakuvutia katika mgogoro huu. Labda twende Iran huko. Lakini endelea kufuatilia Street Report, utapata mengi zaidi. Lakini wewe kutazama na kusubscribe, basi unanipa nguvu zaidi ya mimi kuendelea kuchakata vizuri zaidi, hasa siasa hizi za kimataifa ambazo zinaendelea hivi sasa kama Iran na Marekani. Mimi sina la ziada kwa leo, nikwambie endelea kubaki nami pia wakati mwingine. Subscribe, share kwa wengine pia. Acha positive comments ili niendelee kupata nguvu zaidi za kuchambua masala haya ya kisiasa. Asante na bye kwa leo.